Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitasitisha mapigano kwa siku 3. Trump ametangaza usitishaji wa mapigano wa siku 3 kati ya Urusi na Ukraine baada ya nchi hizo mbili kushutumiana kwa ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano uliotangazwa na kila upande kwa ajili ya maadhimisho ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi. Usitishaji huu wa mapigano utahusisha kusimamishwa kwa shughuli zote za kivita pamoja na kubadilishana wafungwa 1000 kutoka kila nchi, rais wa Marekani alisema. Muda mfupi baadaye, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha ushiriki wa Ukraine katika makubaliano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vikisema Urusi pia imekubali pendekezo hilo. Awali pande zote mbili zilidai kuwa upande mwingine uliendelea kushambulia maeneo yao, na meya wa Moscow amesema mji huo ulikuwa umelengwa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani usiku kucha. Katika ujumbe wake, Trump alisema aliomba binafsi usitishaji huo wa mapigano wa siku 3 na anathamini sana kukubaliwa kwake na Rais Vladimir Putin pamoja na Rais Volodymyr Zelensky. Putin ametangaza usitishaji wa mapigano tarehe 8 hadi 9 ya mwezi huu wa Mei kabla ya maadhimisho ya siku ya ushindi yaliyopangwa kufanyika siku ya leo Jumamosi. Kiev hapo awali ilikuwa imetoa wito wa usitishaji wa mapigano usiokuwa na kikomo kuanzia tarehe 6 Mei. Urusi imeionya Ukraine kutofanya jaribio lolote la kushambulia gwaredi la siku ya ushindi litakalofanyika katika Red Square mjini Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetishia kufanya shambulizi kubwa la kulipiza kisasi kwa makombora katikati mwa mji wa Kiev ikiwa Moscow itashambuliwa katika siku ya ushindi. Pia imewaonya wanadiplomasia wa kigeni kuondoka katika mji mkuu wa Ukraine kabla ya tarehe 9 Mei ikiwa kutakuwa na tishio lolote kutoka nchini Urusi. Hata hivyo, miongoni mwa mambo ambayo yanaendelea kwa sasa ni nchini Urusi ni katika shamra-shamra katika sherehe za kusherekea ushindi wa vita vya pili vya dunia. Urusi inaamini ndilo taifa pekee lililomaliza vita vya pili vya dunia baada ya kushinda Ujerumani wa Kinazi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo watu wa Ulaya hawataki kukubaliana nalo ni kile ambacho Warusi wanaadhimisha siku hii ya ushindi, ambapo Marekani inaamini ndiyo taifa pekee lililomaliza vita vya pili vya dunia baada ya kufanya mashambulizi ya nyuklia huko Hiroshima pamoja na Nagasaki. Na hii ni moja kati ya mambo ambayo Marekani ilitaka kutengeneza historia kwamba ni taifa ambalo halikupigana vita vya pili vya dunia wala vya kwanza, lakini imetengeneza mazingira ya kumaliza vita hivyo licha ya kwamba iliua raia wengi huko nchini Japan. Hata hivyo, Urusi inasema haihitaji ruhusa ya mtu yeyote kufanya gwaride la ushindi huko Moscow. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Dmitry Peskov. Hatuhitaji ruhusa ya mtu yeyote, na ole kwa mtu yeyote ambaye anajaribu kucheka siku ya ushindi na kucheza utani huo wa kipumbavu. Labda hiyo ni shida zaidi kwao, alisema akitoa maoni juu ya amri ya Volodymyr Zelensky juu ya kufanya gwaride huko Moscow. Na hatuhitaji ruhusa ya mtu yeyote kujivunia siku yetu ya ushindi, alisisitiza. Ni kutokana na baadhi ya kauli zilizotolewa za Zelensky kwamba wanapaswa kuhakikisha kwamba kuna uwezekano wa kufanyika kwa mashambulizi katika siku hizo. Hili ni onyo ambalo linatolewa na Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana. Naitwa Damu Hussein.